Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Kuruhusu msamaha ndani ya moyo wako. Ila kuna kitu hutokielewa. Kusumbuliwa na jambo linalojirudia. Kujihisi mwenye huzuni. Moyo wako kutokuwa na utulivu. Utaisikia sauti kwa ukubwa ya kuwika kwa jogoo. Inakujulisha uwazi wa mambo kuwepo. Utatekeleza kitu au kutii. Pia unakaribishwa kwenye hatua mpya. Sauti hiyo ya jogoo itakuwa ni asubuhi sana. Tofauti na hapo, maana itakuwa ni tofauti. Kubanwa na kifua au kupata kikohozi na maumivu ya kifuani. Utafikishiwa taarifa ya msiba au jambo lolote. Kusubiri matokeo zaidi ya kitu. Kuamini utafanikiwa. Hali nzuri inatarajia kukufikia. Kuongozwa kwa watu sahihi. Kuwa na shauku ya kitu fulani. Neema au baraka zitakufikia hivi punde. Kumfanyia mtu jambo la uhakika kwa imani na utekelezaji mzuri. Kuwa na mkataba mpya na mtu. Zawadi zako zinaimarisha umoja kwa mtu au watu. Kuchukua fomu. Nge. Thibitisha na amini kuwa utekelezaji wa Mungu unatenda mengi miujiza kwako. Pokea baraka kwa kila zuri utakalolikumbuka. Omba heri kwa wingi kwa imani na muda sahihi utapokea. Nyota ya Kaa. Kujulikana una uhitaji wa kitu ila husemi. Mtu atakuuliza jambo. Kuhisi jambo la uhatarishi au lenye madhara. Utafanya mtu awe makini. Makatazo yako kumwelimisha mtu. Kumcheka mtu kwa jambo alilolifanya. Utakuwa na uvumilivu wa kitu. Kuamini unachoambiwa kina usahihi. Kutoa wazo zuri kwa watu. Kuhisi kitu au kuota sana maeneo ya zamani ulipoishi. Utakuwa na nguvu ya uponyaji na mwelekeo. Ugumu wa kitu kutaka kutoka. Ruhusu nguvu yako kuachia vizuizi kuondoka kwako. Upendo wako kuzidisha uaminifu kwa mtu. Utakuwa mwenye uvumilivu. Kuweka nia ya kutenda kitu. Utapata ushirikiano na watu. Mahusiano mapya kwa baadhi yenu. Kujihisi huru au amani. Upendo kushamiri zaidi. Kupata utulivu. Taarifa za kifamilia na umoja kuwepo. Maelewano na mtu kuwepo. Hisia zako zitakuwa na ukweli kiufafanuzi zaidi. Kaa, jitahidi kuwa mwaminifu zaidi. Naamini utafikia malengo sasa. Nyota ya Samaki. Mtu ataichunguza simu yako. Kuhisi wakati huu mtu atapunguza ukali au kubadilisha utaratibu mwingine. Kusikitika. Kushtukizwa kwa ujio wa ghafla au taarifa. Kuukataa ushirika fulani. Utakuwa na hasira za muda mfupi. Utaongeza kasi au juhudi ya kufanya kitu. Mawazo yako kuwa na ukweli halisi. Kutambua jambo zuri kabla halijakufikia. Kuyaombea mafanikio katika maisha yako. Nyota ya Mapacha. Kumuunganisha mtu kwenye jambo. Kulala sana. Kuyafikiria mapito mengi. Namba ngeni itakutafuta kwa mtu unayemfahamu. Kujihisi kushiba kwa haraka kwa chakula. Kumpinga mtu kauli yake. Ubovu wa kitu kutokea. Kuhitajika sehemu baada ya mtu kukosekana. Utafanya maamuzi sahihi. Utapata ukweli. Hutopuuza tena jambo. Kuijua roho au tabia halisi ya mtu. Kuepuka tatizo. Nishati mpya itakuzunguka baada ya kilio chako kusikika. Hivyo tarajia matokeo usiyoyatarajia. Utajua kitu kiurahisi sana. Utakuwa mpole na kutafakari kitu. Msamaha kuwepo. Kukumbushia wema. Kutamani amani na uponyaji. Nyota ya Ndoo. Kuchunguzwa. Kutumiwa ujumbe wa mafunzo kwa video. Kuangalia pesa kwenye akaunti kuhakiki usalama. Kutimiza ahadi yako kwa mtu. Utafikiwa na ugeni wakati wa jioni. Simu kuingia ubovu. Mtu kukutaja kila wakati kwa namna nzuri. Kuruhusu utulivu wa akili na moyo wako kutulia. Utafikishiwa kitu kwa ajili yako.
Utakuwa mwenye matumaini. Vilivyochelewa kukufikia utahisi vinakukaribia sasa. Bahati nzuri inakuja. Utafanya maendeleo uliyokuwa unahitaji kuyafanya. Roho yako nzuri inasifika kila mahali kwa walio wema. Utafanya mabadiliko yenye ujasiri. Mambo mapya mazuri utapata kuyasikia. Nyota ya Mizani. Kufurahia kitu. Kuhisi mtu anateseka kwa sababu yako. Kupenda kitu ulichokifanya. Mtu kukufanya ujiamini. Utaitishiwa kazi sehemu. Kuna jambo utakalolikosa kwa kutozingatia muda. Kupendana na mtu sana. Kuweka nia ya kufanya kitu kwa baadaye. Nguvu yako itakujulisha ukweli iwe ndotoni au kikawaida. Utaamua kubadilika. Imani yako na uvumilivu unakuzawadia kitu. Nyota ya Ng'ombe. Kuchoka miguu au viungo vya mwili. Kupunguza mawasiliano mengi na watu. Mtu atakuwa na mafikirio kwa ulichomwambia. Kitu kilichopo ukutani kuanguka. Kuna ujumbe utakufikia. Ng'ombe. Usiwe mwepesi wa kuongea mambo yanayokuhusu sana kwa kila mtu. Utafanya kitu ambacho hukutarajia kiweze kutokea. Kuona kitu kilichochanua mara kwa mara, kama ua, vazi, manyoya ya ndege na kadhalika. Tarajia kupata heshima kubwa. Kulinganisha matukio na kauli ya mtu. Kuhisi kufanikiwa kitu. Utaujua ukweli wa mtu wako wa karibu. Kuona kitu kilichofichwa au kujificha. Kuonesha hisia zako wazi kwa mtu. Utapata kitu ulichokiombea kwa wakati uliopita. Kukaa katika mkusanyiko wa watu. Utakuwa mwenye upendo na huruma. Kuzizuia hasira zako. Kutotaka maumivu yakae moyoni mwako. Utapokea malipo ya kazi nzuri. Rafiki au ndugu atakutafuta. Nyota ya Mbuzi. Malezi ya mtu atakushangaza sana. Kusikia kilio cha mtu cha maumivu. Kuwahi kusema jambo kabla kitu kutokea. Kuuguliwa na mtu wa karibu. Kuwa na maridhiano na mtu au makubaliano. Kumfariji mtu kwa tatizo. Utapata maono ya kweli. Kupata ujuzi. Kupata usaidizi. Utapenda mtu anavyojiamini. Kujikubali zaidi kwa kuwa unaweza. Kuna kikwazo kitakachoondoka kwako. Kuondoa uzito wa mawazo kichwani mwako. Mtu mwema atakuwa msaada kwako kimaendeleo. Mbuzi, usiruhusu ulongo kutawale. Kubali ukweli na jiamini. Nyota ya Mashuke. Hisia za tofauti kutawala kwako. Kukumbukia kitu ulichopatiwa. Huzuni ya mtu kuihisi. Kutamani kuwa pamoja na mtu kwa kumbukizi ya uwepo wake. Utaunyamazisha ulongo wa mtu. Kuona mti uliokatika. Ikiwa ni mbichi ni jambo la hatari au lazima litafanyika. Ikiwa ni mkavu utapata taarifa ya huzuni. Kuvaa vazi au viatu tofauti bila kujua. Kutamanishwa kitu. Kutopendezwa na mtu anavyokufikiria. Kupata ndoto nyingi. Kuona namba zinazojirudia. Kuna kitu utathibitishiwa. Uaminifu wa mtu utakufanya umpende. Mashuke. Omba yaliyokuwa ya heri yatimie kwako. Usisahau kuomba kuujua ukweli uliojificha kwa mtu anayekuandama au asiye mwema kwako, ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Nyota ya Punda. Kukwaruzwa na kitu. Kufanya matumizi ya kiustaarabu. Kumwelezea mtu hisia zako. Kwa baadhi yenu kuhisi utaachana na mtu. Utafanya kitu kizuri kitakachofanya mtu ashukuru. Kutaka kumfahamu mtu zaidi kabla hujamwamini. Kuhifadhi picha ya mtu kama kumbukumbu. Kupata matokeo ya haraka. Utakuwa na ujasiri. Mipango yako inakwenda kuwa sawa. Nyota ya Simba. Kujua watu wamepoteza muda kwa kufanya kitu kisichokuwa na matokeo mazuri. Ila matokeo mazuri yapo yatakushangaza. Kupunguza mwanga wa simu yako baada ya macho kuanza kuuma. Kuhisi kuna nguvu inakuzuia kufanya kitu.
kuandaa taarifa muhimu za kazi, kupata jeraha dogo, utazingatiwa kwa utakayoyasema, kupatiwa mashtaka ya mtu, kuunguza chakula, utamfunza mtu kwa vitendo, utapata ujumbe muhimu kwako, mwelekeo wa mafanikio kukaa sawa, kuzidi kujiombea mazuri, kujulikana, wengi kutaka ushirika na wewe, kutambua kuwa una nguvu ya ushawishi mzuri, imani yako itakuongoza vyema. Nyota ya mshale, kuchanganikiwa kwa jambo, mtu atabadili mawazo yake kwako, unafikiriwa sana na mtu akupendaye, kuna namna ya muunganisho utakuja kutokea, subiri wakati sahihi, kauli ya mtu itakukera, kuhisi ulikuwa kwenye ndoto kwa jambo lenye uhalisia, kufanyika jambo la haraka bila maandalizi, mtu kusoma jumbe zako zote kwa kutumia app aliyokuunganisha, kuna vitu utahisi unamkosi navyo, kumwonya mtu au kumpa wosia, hisia, akili na mihemko yenye nguvu itafanya kazi kwa wakati mmoja, utafikiria kitu na kupata usawa wa jawabu, kupenda kusema neno kila wakati, yaani neno linalojirudia, utazungumza na mtu kihisia, moyo wako utahitaji kuwa huru ili uwe na amani. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.